mawili nataka kuyasema kwa wanachadema na kwa umma wa Tanzania. Leo Februari 12, 2026, wanachadema kwa mara ya kwanza kwenye mwaka huu tumeingizwa kwenye majaribu. Tumechokozwa. Mwenyekiti wetu afya yake wananchi wote wanaijua, dunia yote inafahamu. Ni mtu aliyekuwa anakwenda kupata body check up kila mwezi nje ya nchi. Leo ni miezi 10 mwenyekiti wetu hajaenda kufanyiwa body check up. Katika hali kama hiyo bado ananyimwa haki yake ya kula chakula. Mtu aliyepigwa risasi 17 mwilini mwake, hali yake ni mbaya, kwa kwenda kufanyiwa body check up kila mwezi anashindishwa na njaa. Sasa huu ni mwendelezo wa yale malalamiko aliyokuwa anasema mwenyekiti kila siku, kwamba kuna haki zake za msingi kabisa yeye kama mfungwa ananyimwa. Lakini kilichotushangaza leo, hata jaji alivyotoa muda mwenyekiti atafutiwe chakula, jeshi limekataa kumpatia chakula, limedharau amri ya mahakama. Sasa jaji anasema kulinda haki ya mfungwa ameona airishe kesi, lakini asisahau kuchelewesha kesi kwa mfungwa pia ni kumnyima haki yake. Haki ukiichelewesha ni haki unayoinyima kwa huyo mfungwa. Kwa hiyo jaji anaposema kwamba tumeangalia tuahirishe kesi kwa sababu ana haki ya kula, majaji hao wanaongozwa na Ndunguru wanapaswa kujua kesi hii ambayo ni ya mchongo, dunia nzima inajua. Kuichelewesha ni kumnyima haki Tundu Lissu na kutunyima wanachadema haki ya kuongozwa na mwenyekiti wetu ambaye tumemchagua aongoze mapambano haya. Jambo la pili, hii kesi ni ya Tundu Lissu dhidi ya jamhuri. Jamhuri ni mimi, wewe, kila mtu hapa. Kesi hii kweli na maslahi na jamhuri? Ushahidi huu wanaoleta hawa watu ni kweli hawa wanatuwakilisha sisi jamhuri? Tunamtaka DPP hii kesi ifutwe. Haina maslahi na sisi wa Tanzania, haina maslahi na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Watanzania tunajua, hata samaki chini ya maji wanajua kesi hii ya kisiasa, kesi hii ya mchongo ilitengenezwa ili Lissu asishiriki uchaguzi. Uchaguzi umeisha, wameshajitangaza. Lissu anapaswa kuwa uraiani, tuendeleze mapambano. Wananchi waamue nchi yao iongozwe na nani, kama ni na Chadema ama Chama cha Mapinduzi. La mwisho, tunataka kesi hii iende ionyeshwe live ili Watanzania wamuone mhaini wao huyu na waone hawa mashahidi wanaoleta ushahidi wao kuhusu huu uhaini. Mwanasheria, mimi kuna kitu nashangaa na ninaulizwa huko. Ushahidi ulikataliwa mahakamani. Tundu Lissu anashtakiwa kwa kufanya ile press conference na ule ushahidi wa video uliletwa mahakamani. Ushahidi umekataliwa mahakamani. Kuna kesi hapo? Mimi nimeiba mbuzi, wewe umenipeleka mahakamani kwamba alienda kaiba mbuzi, ngozi hii nimeikuta kwake, mahakama imeikataa hiyo ngozi. Kesi ipo hapo? Kwa nini tunaendelea na hii kesi? DPP, kwa nini? Nchi inauza dhahabu za BOT sasa hivi kwa sababu haina fedha, lakini tunatumia fedha. Ndunguru anatokea Iringa, majaji wengine wanatokea mikoani, tunawalipa fedha za jamhuri kuwaleta hapa, kula, kulala, usafiri. Hizi pesa ni za umma. Kwa nini tunauza dhahabu? Maana yake nchi haina pesa. Kwa nini tusiokoe hizi pesa za walala hoi kwa kufuta kesi za mchongo kama hizi? DPP, tusikilize. Wanachadema mmetuchokoza na tusije kulaumiana. Hii hatutakubali na tutapambana mpaka kesi hii kieleweke. Nawashukuru sana.